إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. Enyi waumini, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo hivyo na kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sunna zake na mienendo yake na akhlaki zake alayhi salatu wassalam. Kumbukeni ya kwamba bado tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tena tukiwa tumeshaukata mwezi, shapitiwa na nusu ya kwanza ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambapo tuliona katika siku za mwanzo ni namna gani pupa ya waumini ilivyokuwa kubwa katika kuupokea mwezi wa Ramadhani, hivyo hivyo katika kutekeleza yale maelekezo na maagizo yote ya mwezi wa Ramadhani kwa pupa ya hali ya juu. Lakini tunaona katika kumi hili la kati kama vile ile hamasa na muamko imepungua. Hakadha halul insani, hivi ndivyo ilivyo hali ya wanadamu, kwamba kitu anapokizoea ukiona ni cha kawaida. Sasa tunachukua fursa hii kukumbushana kwamba tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile ilivyokuwa mwanzoni mwa mwezi, fadhila zake na kheri zake na baraka zilizomo ndani yake, basi ndivyo ilivyo katika kumi hili la pili. Maana yake kwamba tusipooze wala kuzembea, bali inatakiwa tuendelee na kasi ile ile mpaka tutakapoingia katika kumi la mwisho la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na kuongeza zaidi na zaidi ile ari na hamasa katika kutekeleza taa kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, sisi Waswahili mara nyingi husema kwamba huita mwezi huu maneno majina mengi mno, ukafikia usema kwamba huu ni mwezi wa toba, kwa maana ni mwezi wa watu kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Wale waliokuwa wakifanya makosa kipindi kabla ya mwezi huu kuingia, watu wakawa wameyaacha makosa yao na kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala katika taa, yale aliyoyaacha akayatekeleza,
yale maovu walikuwa wakiyafanya wakayaacha. Basi tuangalie ikhtisara at-tauba. Toba kama toba ni ibada. Jambo la toba ni jambo la ibada kwa sababu ni jambo ambalo linafaa na linalazimika kuelekezewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala siku mwingine. Na toba kama toba ina vigezo vyake na masharti yake, kwamba ili isabiwe kwamba mtu huyu kweli ameshikamana na tauba, amerejea kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, enyi waumini tubuni, rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote. Kwa kufanya hivyo nyinyi mtafaulu, kwa maana kwa kuyaacha yale maasi na kurejea kushikamana na taa ya Allah tabaraka wa taala, kama vile ambavyo alivyofundisha na kuelekeza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, ili muweze kufaulu ni kutubia kwa Allah. Kwani mkumbuke kwamba waumini kama waumini ni wanadamu. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون، حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. kwamba kila mwana wa Adam ni mwenye kukosea, afanye atakapofanya, lakini ni mtu huyu kwa sababu yeye ni mtu, ipo katika mazingira fulani, katika hali fulani atakuwa ni mwenye kukosea. Sasa yule mbora wao wenye kukosea ni yule au ni wale wenye kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, kosea yale makosa yao wakatubia, wakarejea na wakaachana kabisa na yale waliyofanya au zile sababu zilizopelekea mtu kukosea. Wakala taala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mlioamini tubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba ya kweli. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura at-Tahrim ya kwamba enyi mlioamini tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubuni kwa Allah toba ya kweli. Toba ya kweli ni ile ambayo iliyokuwa imeambatana na masharti ya toba kama tutakuja kuyaona huko mbele. Kwa kufanya hivyo, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, Mola wenu atawasamehe nyinyi dhambi zenu, atawasamehe makosa yenu. Si hivyo tu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na atawaingiza katika pepo ambayo yenye kutiririka mbele yake mito ya maji. Almuhim kwamba jambo hili ni jambo la ibada la kurejea na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuchukue fursa hii ndani ya mwezi huu, mwezi ambao nafsi zetu zimetulizana, nafsi za waja zimetulizana. Watu wanapopia katika mambo ya kheri, basi kukimbilia haraka sana jambo hili la toba. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, billahi ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi. Fahamuni ya kwamba Mtume wenu sallallahu alayhi wasallam anasema, eka Allah ni mwenye furaha kubwa zaidi bitawbati abdihi, kwa toba ya mja wake, hina yatubu ilayhi, pindi mja huyu anapotubia kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala. Mtu akafanya makosa, akafanya dhambi, kisha akajiona kwamba yeye ana mapungufu, amekosea, amemkosea Mola wake, akamrejea Mola wake, akamuomba toba amsamehe, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo anafurahi sana kwa kumuona mja wake kwamba ameona yale mapungufu, na yale mapungufu yake akajua utukufu wa Mola wake Allah tabaraka wa taala, akarejea kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala, na akurejea kwa yoyote
kwenda kumuomba hiyo toba. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو موسى الأشعري إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ananyosha mkono wake usiku ili kumpokelea toba na kumsamehe yule aliyekosea mchana. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layl, na vile vile ananyosha mkono wake mchana ili kumpokelea toba na kumsamehe yule aliyekosea usiku. Hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, utaratibu huu utakwenda hivyo mpaka siku itakapofika jua kuchomoza kutoka upande wa magharibi. Mwishoni kabisa mwa zama za dunia hii, kabla ya kiyama, itafika siku utaratibu huu wa jua wa kuchomoza kutoka mashariki kwenda magharibi kila siku asubuhi utabadilika. Siku watu wataamka wakiangalia hamadi, jua linachomoza kutoka upande wa magharibi, kule lilikozama ndiko linakochomozea, na linapanda linainuka linakuja. Hapo sasa hali ichafika hali hiyo, basi yule aliyekosea, yule aliyefanya dhambi hatosamehewa tena, hata iketubia mara 70 hatosamehewa. Mlango ya toba inakuwa tayari imefungwa, na mtu huyo anakuwa yeye amechelewa katika toba yake. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana tawwaba. Fanya haraka kipindi hiki kutubia. Kila mmoja anayajua yale mapungufu yake, anayajua yale makosa aliyofanya kumkosea Allah tabaraka wa taala. Kwa maana hiyo basi rejea, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe juu ya yale uliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Maana hii tubia kwake, na tukimaliza mwezi huu iwe kwamba usirejee tena kule, usirudie kuingia katika kuyachuma yale maovu na mabaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. ويقول عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Allah mtukufu na aliyetukuka, yakubali taubata al-abdi, anakubali toba ya mja anapomuomba msamaha, anakubali, anapokea na kumsamehe mja huyo, ma lam yugharghi, kipindi ambacho mja huyu hajafikia hatua za mwisho katika uhai wake. Ama mtu atakapotubia katika hatua za mwisho kabisa za uhai wake, hatua za mwisho za kuwepo hapa duniani, mtu huyo hatosamehewa. Wana mtu ambaye yeye roho ishakaribia kufika kooni, sasa mwili wote umeshapoa, ameshakuwa kwa baridi, kwamba ukimwangalia mja huyu unaona kwamba huyu ni mja, si mja tena wa duniani, huyu ni mja kuelekea katika maisha ya barzakhi, huyu anaondoka. Lakini bado sehemu ya akili yake ipo, akaona tayari sasa, akaamua atubie kwa Allah katika kipindi kile aliyakuwa roho ndio ishakaribia kutoka. Basi mtu huyu Mtume sana anasema huyu hatosamehewa. Maana yake tutumie vyema fursa hii ya uhai, tutumie vyema fursa hii ya kuwa katika miezi hii miezi mitukufu kabisa, kufanya toba, kumuomba toba Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, usikum thaniya wa usi nafsi bitaqwa Allahi ta'ala ta'atihi wa mutaba'ati ar-rasuli alayhi salatu wassalam. Chukua fursa hii kwa mara ya pili kuhusieni ndugu zangu, hivyo hivyo kuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Riyadh as-Salihin, qala al-ulama, sema Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
Maneno hayo ameyaweka katika kitabu chake cha Riyadhus Salihin, kitabu mashuhur lada almuslimin, hukuwa akielezea mlango wa tauba. Amesema yeye maneno yake na Imam Nawawi akawa ameyegemeza kwa maulama, na hiyo ndiyo manhaj, ndio taratibu na ndio mwenendo wa maulama wale waliokuwepo. Tafsiri zao, sherehe zao uziegemeza kwa wale waliotangulia, hivyo hivyo mpaka kwa maswahaba, mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu kila jamii ina watu ambao ndio kioo kwao, ndio uegemea kwao, kama tulivyo sisi masalafi. Dalili za Qur'an na Sunna tunasema ala fahmi salaful umma. Wanasema at-taubatun wajibatun min kulli dhanbi, toba ni wajib katika kila dhambi. Dhambi yoyote mtu anapomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi inawajibika kwake yeye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala, basi ikiwa maasi aliyofanya mja ni maasi kati yake yeye mja na Allah subhanahu wa ta'ala, wala yataallaqu bihaqqi adami falaha thalathatu shurut, na dhambi hiyo, makosa hayo ikiwa yanafungamana na Allah na wala hayafungamani na haki ya mwanadamu, basi ili toba hiyo iwe ya sawa sawa, inaambatana iwe na masharti matatu. Kwa maana ikikosekana moja katika hayo matatu, basi toba hiyo haiwezi kukubaliwa kutoka kwa mja huyo. Akasema ahaduha, ya kwanza, an yuqida anil maasiya, yule aliyekosea, yule aliyefanya dhambi ajiondoe, ajichomoe kutoka katika hayo maasiya, aondoe na zile sababu zilizompelekea yeye kuingia katika maasiya hayo. Kila mmoja anajua kwamba amefanya dhambi fulani, sababu iliyompelekea mpaka afanye dhambi hiyo ni ipi. Basi zile sababu zote aziondoe na ajiondoe katika dhambi. Sio mtu anafanya toba, alikuwa ni mlevi, alafu anafanya toba katika klabu ya pombe, afanya toba, astaghfirullah wa atubu ilayhi, ewe Mola wangu nisamehe, yuko katika klabu ya pombe, rafiki zake walevi, wengine pale napita ulabu na kadha. Hapana, bali aondoke, ionekane kwamba kweli huyu anataka kusamehewa, anataka kuacha hili. Kwa yuqida anil maasiya. Wa thani, an yandama ala fi'liha, ajutie juu ya kufanya ile dhambi, aijutie nafsi yake, imekuwaje mimi namkosea Mola wangu. Na haya majuto Allah subhanahu wa ta'ala anayajua, kiumbe mwingine hawezi kuyajua. Hata ukisema inawezekana kwamba unasema, lakini kusema kwako ni maneno tu ya mdomoni, lakini ile dhati ya nafsi ya Allah anajua kwamba huyu mja wangu kweli anajutia juu ya lile kosa alilofanya, au huyu si mkweli, huyu ni zuga tu, anaongopa, ni muongo, hana lolote. Kwa ya pili, ayenda ala fi'liha. Wa thalith, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Ya tatu, aazimie kuto kurejea tena dhambi hiyo abadan, milele. Hiyo dhambi alifanya aazimie kwamba na hii sasa, hapa sasa Mola wangu mimi basi sitofanya tena, aazimie hivyo. Basi ikiwa toba hii mtu huyu ametubu na masharti haya, basi hii mtu huyu ni mwenye kusamehewa. Ambapo juu al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, yeye katika sheria zake aliongeza moja ambayo Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala na maimamu waliotangulia hawajaiweka, ambayo al-ikhlas. Kwamba la kwanza lifanye kwamba ikhlasu, afanye, kwa sababu toba ni ibada. Kama ni ibada inahitajia ikhlas, afanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, sio kwa ajili ya kumwogopa mtu au kwa ajili ya jamii kadha. Anafanya kwa sababu ni ibada na anataraji kupata thawabu, na anaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahih, yakifanya hivi yakatimia haya masharti, basi mtu huyu toba yake inakubaliwa. Ama ikabaki tu kwamba ni mwezi wa toba,
jamani tuko katika mwezi wa toba, mwezi wa toba tunafunga, tunafuturu, tunakula daku, mwezi wa toba siku zinakwenda. Toba tutapata fadhila na thawabu na malipo juu ya saumu yetu, juu ya tarawih. Lakini mtu aliyekosea, aliyefanya dhambi yake haitosamehewa kwa sababu hajatubia kwa masharti yanayotakiwa. Sasa ili mtu asamehewe, afate masharti haya, ajiondoe na azimie kutokurudia, na ajiondoe katika maasi. Kama alikuwa na marafiki ambao wanampelekea katika hali hiyo, atengane nao. Ilikuwa kuna vijiwe labda vya kahawa au vijiwe tu vya maskani wanakaa, aondoke, ahame vijiwe hivyo, ahamie vijiwe vya kheri katika misikiti, karibu na watu wa kheri, almuallimina walmudarrisina waduati wa ahli sunnah wal jamaa. Akae hivyo ili kwamba isiwe kaja ni sababu ya kumrudisha tena katika yale makosa aliyokosea. Na ikasema Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa in kana al-ma'siyah tata'allaqu bi adami. Sasa ikiwa ni kosa ambalo linafungamana na mtu, sisi ni wanajamii tunaishi vyema kwa amani na kadha, lakini wakati mwingine kwa sababu moja ama nyingine, kwa makusudi au kwa bahati mbaya, tunaingia katika sintofahamu baina yetu, au kaingia kudhulumiana katika baadhi ya shughuli zetu. Sasa haya, ikiwa mtu sasa ni kosa linamuhusu mwanadamu mwenzie, linamuhusu jirani yake, linamuhusu mfanyabiashara mwenzie na kadha, basi fashurutu Imam Nawawi anasema fashurutu 4. Yeye akaiongeza ya 4, ukiongeza ile moja ikhlas kwa ni 5, akazianza hizi hadhihi 3, hizi 3 na ingine ya 5, an yatabarra min haqqi sahibiha, ajitakase kutokana na ile haki ya yule mwenzie, mwanajamii mwenzie. Umemdhulumu, mrudishie chake. Hiyo ni dhulma. Ukatubia yote haya, lakini yule mtu hujamrudishia ile haki yake, huwezi kusamehewa. Ulimpora, ulimuibia, ulimdhulumu na kadha, mlikubaliana kwenye kazi na biashara, wewe ukakimbia na zile pesa, au mlikubaliana akakuweka dukani, ukaeka katika biashara, wewe ikawa kila siku umeshapangiwa mshahara wako labda kwa mwezi 200,000, 300,000 au akthar min dhalika, lakini wewe nayo ukajiwekea taratibu, kila mwezi unaondoka, kila siku unaondoka na shilingi 1000 unaenda kuweka kwenye kibubu, kila siku unaondoka na shilingi 5,000 au 10,000 unaenda unazitia kwenye kibubu, unazijaza, ukija mshahara wako nao kwenye kibubu. Umefahamiana? Ni wizi wa rejareja, unaiba. Ikaenda ukafanikiwa, ukafungua na wewe sehemu yako, ukaondoka. Ina maana huu msingi wako huu wa hii biashara yako hii, sehemu katika hii ni dhulma. Umemdhulumu yule bwana, ima ni mjomba wako, ima ni jamaa yako, au ni mtu tu ndugu yako. Waliotakiwa sasa umrudishie ili sasa ile dhambi yako ya ule wizi, ile dhulma na ule ulaghai uliofanya upate kusamehewa. Wa illa ukaendelea sasa nitarudisha, alikwambia ufanye hivyo nani? Rudisha. Maana yake unakuja kwa mashehe wanakupigia mahesabu, utaelezea ile kadhia yako, upigiwe mahesabu, yaangaliwe wewe ule msingi wako ulioanzia biashara ni kiasi gani, ili kujua haki ya ndugu yako ni ipi na uirudishe. Basi hapo ikiwa utafanya hivyo, utakuwa umetubia ile taubatan nasuha aliyesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ndugu zangu, jambo la toba ni jambo la ibada. Kabla ya kuangaliwa wewe kusamehewa, lakini kama umeifanya toba katika misingi yake na masharti yake, basi umefanya ibada. Kwa kufanya kwako ibada, maana yake unapata thawabu. Ukija kujumlisha na kule kusamehewa, inakuwa ni kheri fauka alkhair, kheri juu ya kheri, kwa sababu jambo hili ni jambo la ibada na jambo limeamrishwa na limeelekezwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله سبحانه وتعالى, يا الله mtukufu uliyetukuka, tunakuomba tupokelee toba zetu na utusamee dhambi zetu. Tunakuomba Allah Mola wetu utupokelee saumu zetu na vile vile utukubalie saumu hizi licha ya mapungufu mengi tuliyokuwa nayo. Ewe Allah mtukufu Mola wetu, tunakuomba utakabalie, utupokelee visimamo vyetu vya tarawehe na ibada zetu mbalimbali za kutoa. Sisi ni madhaifu waja wako, tunakuomba Mola wetu Allah tabaraka wa taala utusamee. Ewe Allah, tunakuomba amani, utudumishie amani katika nchi yetu hii ya Tanzania. Hivyo hivyo weke amani katika miji mitukufu fi biladi al-haramaini sharifaini, na miji ya waislamu wote duniani, ya amani na kutuondolea fitna ya migogoro na vita vinavyoendelea. Ya Allah, wafariji ndugu zetu ambao miji yao inakabiliwa na vita. Ya Allah, uondolee mabalaa hayo, watimize kwa amani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya Allah, tunakuomba umpe kheri wa baraka rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, umpe vile vile albitana tasaliha, wale wapambe na watu wa karibu waliokuwa wema wa kumshauri na kumwelekeza mema ili kusimamia haki na uadilifu kwa nchi hii pamoja na raia wake. Ya Allah, tunakuomba ulitegemee baraza lake la mawaziri na serikali yake yote, watu wote wasimamie kuendesha serikali kwa uadilifu kwa raia na waache dhulma na rushwa na ubadhilifu wa mali za umma. Ya Allah, sisi waja wako. Mwisho sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kum ila salatikum yarhamukumullah.